nimekuwa ni fursa kubwa kiasi kwamba hata sehemu mbalimbali watu wametoka katika maeneo tofauti tofauti vijijini mpaka kufika hapa kuhakikisha kwamba wanakuja kushuhudia vipaji vya Songwe, lakini pia kuwashuhudia mastaa wa ligi kuu. Wamefika wachezaji mbalimbali ambao wamecheza ligi kuu na wengine wanaendelea kucheza kutoka vilabu kama Mbeya City, Tanzania Prisons, Ken Gold na vingine, lakini wanasema kwamba mwisho wa jambo moja basi ni mwanzo wa safari ya jambo lingine. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho tunasema kwamba kuanza kwa Songwe Sports Festival haitakuwa mwisho, bali tutaendelea kutangaza mkoa wa Songwe. Pia nichukue nafasi hii kuishukuru ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Mheshimiwa Jabiri Makame. Kiukweli wamekuwa bega kwa bega na sisi kuhakikisha kwamba tunafanikisha hili jambo. Zipo changamoto, lakini walipambana kuhakikisha kwamba zile changamoto zilizopo zisiwe kikwazo cha kufanikisha Songwe Sports Festival. Ni kweli msimu ujao tutakuwa na AFCON 2027, lakini tunaamini haitakuwa kikwazo cha kuleta Songwe Sports Festival Phase 2. Kwa hiyo kijacho sasa ni Songwe Sports Festival Phase 2. Kwa hiyo tunaamini kwamba hili halitakomea hapa, bali litaendelea kuwepo na kuwepo. Ndio maana tumeita Songwe Sport Festival, kwa maana itakuwepo miaka yote. Kwa hiyo cha msingi tu tualike wadau kushirikiana na sisi. Kwanza mimi napenda niwapongeze waandaaji wa tamasha hili. Unajua ni mara nyingi, unajua unapokuwa unaandaa kitu kwa mara ya kwanza kunakuwa na ugumu, kunakuwa na changamoto nyingi zinajitokeza, lakini mimi pia napenda niwapongeze kwa sababu kwa mara ya kwanza wameonyesha kweli wanaweza, na kitu kikubwa ambacho mimi binafsi nilichokifurahia, japokuwa wale wachezaji ambao walitarajia kuwaona wengi, wananchi kuwaona wachezaji wengi kutoka Dar es Salaam ambao walicheza katika hizo timu kubwa, wengi hawakuweza kutokea, ni kutokana na changamoto za hapa na pale, lakini baadhi ya wachezaji tumeona wameweza kujitokeza kuweza kusupport ili tamasha. Kitu kikubwa mimi nawaomba waandaaji wasikate tamaa, waendelee kwa sababu hichi kitu ni kikubwa sana. Mimi binafsi napenda kuona, na ndio maana nimetoka Dar es Salaam kuja kuungana na wenzangu ambao waandaa ili tamasha, kuja kusupport zaidi na kuunga mkono kwa wale ambao wenye uhitaji wa damu zaidi, na leo nimeona watu wakijitolea kuweza kuchangia damu. Kiukweli bonanza hili limenifurahisha kiukweli. Kwanza nawashukuru waandaaji wakuu wa mashindano haya. Nimshukuru mkuu wa mkoa, nadhani ndio mhusika mkuu. Mungu ampe baraka zake na azidi kuendelea kutupambania vijana wake kwa ajili ya kuendeleza michezo ya mkoa wa Songwe. Tuendelee kushikamana, tuwe pamoja ili tuendelee tufike lengo ambalo tunalihitaji wote tufike. Lengo ni kwamba lazima tupate timu ya ligi ya aina yoyote, ligi daraja la kwanza na ligi daraja la ligi kuu. Basi hamna kingine. Kwanza tuwashukuru sana wananchi wa mkoa wa Songwe kwa namna walivyopokea na kwa namna walivyojitokeza katika kutusupport. Pia niwapongeze sana wadau wa mkoa wa Songwe waliojitokeza kusapoti shughuli hii. Malengo yetu kama mkoa ni kuomba wadau wajitokeze kutusupport ili tuweze kupata timu ambayo itaweza kushiriki katika ligi kuu. Tulikuwa tayari tumeshaanza mipango ya kuwa na timu ya ligi kuu. Kwa hiyo tuombe wadau wa mkoa wa Songwe na ambao wako nje ya mkoa wa Songwe waweze kusapoti matukio kama haya ambayo yatatujengea sasa, ili tuweze kupata timu ambayo inaweza ikashiriki katika ligi kuu. Nafurahi sana kuona kina Geoffrey Mwashuya hapo, nimefurahi kuona kina Juma Abdul Mnyamani alikuwa anachezea klabu ya Yanga. Sawa, nimefurahi sana. Nimefurahi sana kwa leo kuja kuangalia wachezaji wa ligi kuu ambao sijawahi waona live, lakini leo nimewaona, nimejisikia furaha sana. Wakina Mashilindi, wakina Jofu, wakina Abdul walikuwa wanachezea Yanga, bado nimefurahi sana. Tunatamani kuwa na timu ya ligi kuu na sisi tupate iwepo hapa Songwe, lakini nategemea viongozi zaidi ambao watusaidie, labda kama kuna uwezekano kununua timu ambayo inaweza kaja tupate na sisi tuwe na pata timu mbalimbali zote zinakuja hapa, maana ikipatikana timu ambazo zinakuja za nje kutoka na ndoo zinakaa timu kubwa, kwa sababu inakuwepo biashara zinakuwa kubwa, watu wa hoteli watauza, watu wa nini wa vitu, biashara mbalimbali itafanyika sana, ambacho kitu kitakuwa hivyo.